Askofu mkuu wa kanisa la ABC Afrika ya Kati, Mashariki, Kusini na Finland, Dr. Timothy Ndambuki amekashifu jinsi mwigizaji Sammy Kioko alivyodhulumiwa alipokuwa akishinikiza kulipwa fedha anazodai serikali ya kaunti ya Machakos. Kwa upande wake, katibu mkuu wa kanisa la ABC Dr. Daniel Yumbia ameitaka serikali ya Machakos kumlipa Kioko na kuhakikisha kuwa wanafuata njia zifaazo wanapotatua masuala yanayoibuliwa. Wamezungumza haya baada ya kuongoza ibada ya Ijumaa Kuu katika kanisa la ABC Masaku mjini Machakos. Askofu mkuu wa kanisa la ABC Afrika Mashariki ya Kati, Kusini na Finland, Dr. Timothy Ndambuki amekashifu jinsi serikali ya kaunti ya Machakos inavyoendeleza uongozi wake, akikashifu hatua ya mwingizaji Sammy Kioko kudhulumiwa pamoja na maafisa polisi kutumia vitoa machozi kufurusha waandamanaji waliokuwa wakidai haki. Tuache kuona hii maneno ya aibu. Wakamba ni kama tuna aibu sana. Siasa za Machakos, especially Machakos, ni mbaya sana. And that's why I'm looking forward to seeing that difference. Hata mkichaguliwa, hata mkienda mbele, we want to see that representation. Sio hii maneno ya aibu. Kesho unasikia watoto, we are crying. Sisi wazee tunaachia vijana kazi. Sasa hii kama maneno, juzi tulifunga biashara hapa Machakos. Mukakula tear gas. For what reason? Katibu mkuu wa kanisa la ABC ambaye pia anawania wadhifa useneta katika kaunti ya Machakos katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, Daktari Daniel Yumbia alitaka serikali ya kaunti ya Machakos kuhakikisha kijana huyo amelipwa na wanafaa kufuata njia za amani kutatua masuala yanayoibuliwa. Nimeona kuna kijana anaitwa Sammy Kioko. Jambo la kwanza ni kusema ya kwamba Sammy Kioko alipwe. Sammy alipwe. Nao Sammy Kioko sasa, kwa sababu ya shida ambazo zimetokea, nasema afanyiwe fast track, alipwe. Jambo la pili, wale ambao walimchapa, hiyo sio jambo nzuri kwa Kikristo, sio jambo nzuri kwa uongozi. Kwa hivyo mimi nasema wale ambao walimchapa na ngojea kotini. Sammy Kioko alipwe, na kama ni jambo ambalo lahitaji kutatuliwa, litatuliwa kwa amani, kwa sababu hakuna haja ya vita. Pia watu walifunga biashara au kufanya biashara hiyo siku, na that's a very big loss. Hata hivyo, askofu mkuu amewataka viongozi katika kanisa la ABC wanaowania nyadhifa mbalimbali kuwa kielelezo bora kwa viongozi wengine wa kisiasa na kuleta mabadiliko nchini. And we want to see this time round how committed Christians can make a difference in their campaigns, especially 2027. We'll be focused to see, because we have deacons like you, and we want to trust that we also need change. Wamezungumza haya baada ya kuongoza ibada Ijumaa njema katika kanisa la ABC Masaku mjini Machakos, wakisema siku hii Wakristo sherehekea upendo Yesu alionyesha kwao kwa kufa ili alete upatanisho baina ya Kristo na Mungu. Tunaamini Mungu alionyesha upendo mkuu kwa kumtoa mwanawe Yesu Kristo aweze kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Lakini sio kusamehewa makosa peke yake, alileta upatanisho. Upatanisho katikati ya mwanadamu na Mungu. Isaac Musyoka, Undugu TV.